أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله من عذاب النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عباد الله، أولا napenda nitangulize shukurani za dhati kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye aujadana min al-adam wa faddalana bikathiri min an-ni'am wa min a'zami an-ni'am ni'matul iman. Allah ambaye ametuleta katika dunia kipindi ambapo sisi kimepita hatukuwa wenye kutajwa. Bin Adam lam yakun shay'an madhkura, na uwepo wako haukuathiri chochote katika ufalme wa Allah tabaraka wa taala, lakini akatufadhilisha, akamfanya bin Adamu kuwa ni kiumbe kilicho bora kuliko kiumbe chochote, kwa sababu si nyingine bali ni sababu ya imani. Mwanadamu anapoibeba imani ndipo anapopata thamani, na anapokosa imani mnyama ni bora kuliko binadamu. Kal an'am bal hum adallu sabila, wanakuwa bin Adam wakikosa imani ni afadhali uishi na mnyama, atakuwa na thamani kuliko binadamu asiye na imani. Ibadallah, kwa fursa hii, fursatu dhahabia, kwa kuingia katika imani, tunapaswa kuonyesha shukurani zetu kwa Allah tabaraka wa taala. Swala na salam zimfike kipenzi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu wa alihi wasallam, ambaye ameyatoa rehani maisha yake, amekosa vya kuvikosa kuhakikisha mimi na wewe tunapata salama, tunapata saadatu fi dunia wal akhirah, tunapata ufaulu wa kweli wa dunia na akhirah. Ndugu zangu katika imani, wasia wa kwanza natanguliza kwenye nafsi yangu, ambaye mimi nimesimama mbele yenu nikiwa dhaifu na ni mnyongefu na mwingi wa makosa. Napenda niipelekee wasia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, lakini sehemu yangu ya pili nawamurika ndugu zangu katika imani na kuwaomba na kuwaita kwenye njia ya ufaulu, na si nyingine ni njia ya takwa. Saadatul mar'i fi taqwahu, ufaulu wa mtu upo katika uchamungu wake, thamani ya mtu ipo katika dini yake, na thamani ya bin Adamu ipo katika imani yake. Ibadallah, anwani ya khutba yetu ya leo tutaizungumza ibada min a'zamil ibadati, ni moja katika ibada kubwa, ni moja katika ibada ambayo
sisi tunaihitaji katika maisha yetu, na ibada hii inacheza nafasi zote katika maisha yetu, na si nyingine bali ibada hii ni ibada ya dua, na ndio anwani ya khutba ya leo, ad-du'a ibada. Dua ni ibada, kama kala sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, maisha yetu ya leo hayahitaji vipimo ili tujue kwamba ni maisha yenye changamoto. Kila mmoja ana matatizo yake. Matatizo yameenea kwenye kila upande, wenye matatizo ya afya, wenye matatizo ya kibiashara, wenye matatizo ya kifamilia, wenye matatizo ya kiserikali. Kila mmoja anashtakia matatizo yake katika upande wake. La yakhlu al-insani min al-bala, yani hakuna binadamu anayeishi asiye na matatizo. Lakini dini yetu ilivyokamilika haina nafasi ya wazi iliyoiacha kwa mtu, bali kila pahala pamezibwa na kitu kinachostahiki. Baada ya Allah tabaraka wa taala alipomuumba mwanadamu, ambaye yeye amemsifu kwa kusema laqad khalaqnal insana fi kabad, kwa hakika binadamu tumemuumba shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Shida ndiyo matatizo yetu na ndiyo maisha yetu. Kila mmoja anashtakia upande wake, hakuna aliyekamilika. Hata kama wewe unamuona amekamilika kwa macho yako ya nyama, lau akikueleza ukweli wa kufunguka yale anayoyapitia, uende husitamani maisha yake unayoyaona. Kuna watu wanalala kwenye majumba mazuri, wanaendesha vipando vizuri, wana kazi nzuri, lakini wanaishi katika hayata dhanqa, katika maisha ya shida kuliko kawaida. Hakadha huwa al-insan. Huyu ndio mwanadamu halisia, na huyu ndio mwanadamu ambaye Allah aliyemuumba. Hawezi kuepukana na tabu na shida. Allah tabaraka wa taala kwa kuuchagua umma wa Kiislamu akawaletea solution ya matatizo, ala wa huwa dua. Fahamuni, na si kingine bali ni dua. Kuna watu dua wanaweza kuona kitu kimoja cha kawaida, wanaweza kuona kitu kimoja chepesi, wanaweza kuona ni kitu walichokizoea, wakawa wanakiendea kikawaida na kimazoea. Na chenyewe kwa sababu mikiendea kikawaida na kimazoea, hakuna mabadiliko ya matokeo. Matokeo ni yale yale, ni vile vile unavyofanya na ndio vile vile inavyotokea. Ibadallah, Allah tabaraka wa taala anataja katika Qur'an, katika aya ambayo imebeba ujumbe mkubwa kwa watu wenye mazingatio. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ibadallah, miongoni mwa aya zinazotakiwa tuvutike pamoja kimazingatio ni aya hii. Waqala rabbukum, na amesema Mola wenu, kwa maana ametangaza, ud'uni, njoeni mniombe, astajib lakum, nitaitikia maombi yenu. Ndugu zangu katika imani, leo tunayaona maisha yetu.
tunavyochukiwa kuombwa, tunavyochukiwa kupokea maombi ya misaada. Leo hii tunayaona maisha yetu, kila mmoja akisikia anatakiwa atoe kitu kumpa mtu, namna gani roho yake inavyomuuma, kana kwamba mtu unang'olewa jino. Hakadha almal, hakadha dunia, hakadha alinsan. Akiguswa katika mali, umemgusa katika kidonda. Rafiki yako, swahiba wako, mnapiga stori kwenye kijiwe kimoja, ukitaka kuvunja uswahiba, mpelekee shida zako, mweleze matatizo yako. Huyu bwana huyu ashiwi matatizo, na kila jina baya atakupa na atakutafutia vijisababu vya kuvunja uswahiba wenu, kwa sababu ni msumbufu wa misaada. Shufu. Lakini angalia Allah tabaraka wa taala, yeye anatuomba tumuombe, anatutangazia tumuombe. Allah tabaraka wa taala ndiye peke yake, au kimuomba anafurahi, na usipomuomba anachukia, na usipomuomba amekuingiza katika kundi la kafirini, kama aya mbele ilivyosema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati ma hiya. Ibada gani hiyo? Ad-du'a. Ni wale ambao wanaokiuka, hawataki kufanya dua. Allah ameahidi wataingia katika jahannam dakhirin. Allah atukinge kutokana na balaa hilo. Ndugu zangu, kama dua ni ibada, ibada yoyote ina dhawabit, ibada yoyote ina taratibu, ibada yoyote ina adab, ibada ina adab, ina kanuni. Na lazima ibada iwe ibada, lazima masharti na taratibu zitimie, na yasipotimia na yasipokaa sawa, basi si ibada. Awalan, ibada lazima itaalluq billahi subhanahu wa ta'ala. Ibada ifungamane na Allah tabaraka wa ta'ala, yaipatikane mahusiano baina yako wewe na Allah. Leo hii watu wengi wanamuomba Allah, lakini hawana mahusiano na Allah tabaraka wa ta'ala. Mtu mahusiano yake yapo kwenye vitu, yakini yake ipo kwenye vitu, mahusiano yake yapo kwa watu, lakini anamuomba Allah. Sidhani kama utapata kitu, kwa sababu bado hujatengeneza mahusiano mazuri. Kwa hiyo cha kwanza kinahitajika mahusiano mazuri baina ya mwenye kutaka kumuomba Allah tabaraka wa taala maa rabbihi, pamoja na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, dua inahitaji yaqini, kama qala sallallahu alayhi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Dua inahitaji yakini ya kujibiwa. Leo watu wanaomba dua, hawana yakini na dua zao. Mtu ana yakini kwa mganga, akipata shida anakimbilia kwa mganga wake, anaenda kwanza huko, anafanyiwa ya kufanyiwa. Akiona imeshindikana, basi familia ndo inakaa kutafuta final decision au last decision, maamuzi ya mwisho. Basi tujaribu na shekhe pia, au tujaribu na dua. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba.